The Storybook. Leo yafaa kuisimulia moja kati ya hadithi ya mwanadamu miongoni mwa wanadamu wenye nguvu zaidi katika dunia ya sasa. Ni moja kati ya viongozi wanaotajwa kuwa hatari zaidi duniani. Kwa hakika, vyombo vya habari vya magharibi vinapomzungumza hupenda kutia chumvi habari zake, kuzipindisha wakati mwingine, na wakati mwingine kumchachafya kwa utani katika namna ambayo imefanya dunia izoee kumtazama kama kikaragosi. Lakini hao wanamtaja kama miongoni mwa viongozi walio hatari zaidi. Kim Jong-un, miongoni mwa maraisi ambao wanatajwa kuwa wametekeleza mauaji mengi ya kikatili yasiyotegemewa katika kuhakikisha wanasimika mizizi ya utawala wao. Lakini si hilo peke yake linalotajwa kama madhila ya utawala wake. Yako mengi. Wakati mwingine inasemwa ya kwamba amewapangia mpaka wananchi wake jinsi ya kunyoa nywele zao na amewachagulia staili chache tu za kunyoa. Kim Jong-un yatajwa kwamba yawezekana akaanzisha vita kuu ya 3 ya dunia ama vita ya nyuklia. The Storybook hii leo itasimulia kwa kina hadithi ya maisha ya Kim Jong-un. The Storybook. Ilikuwa ni mwaka wa 1992. Katika jumba moja la kifahari kule Pyongyang. Hapo ilifana sherehe kubwa ya kuzaliwa ya mtoto mvulana aliyekuwa akitimiza miaka 8 kwa wakati huo. Kijana huyo toka familia ya kifahari na mamlaka. Zawadi inayovutia zaidi macho yake ni sare za jeshi, tena sare za mwanajeshi mwenye cheo kikubwa. Na haikuwa mfano wa sare, bali sare halisi, sare za jenerali wa jeshi la watu wa Korea. Hapo katika sherehe hiyo ya kifahari wakafika majenerali wengine. Majenerali hasa wa jeshi wakapita kwa heshima mbele ya kijana huyo wa miaka 8 na kisha kumuinamia mvulana huyo na kumwonyesha heshima na utii. Mtoto huyo aliyesujudiwa kwa heshima wakati huo ndiye huyu sasa mnayemuita Kim Jong-un, rais machachari wa Korea ya Kaskazini. Hadithi hii ilisimuliwa mwaka wa 2016 katika gazeti la Washington Post. Aliyekuwa akisimulia hadithi hii ni Ko Yong-sak, ambaye ni shangazi wa Kim Jong-un. Bi Ko aliposimulia juu ya hadithi hii alisema sherehe hiyo ya 8 ya kuzaliwa ilimthibitishia kwamba Kim Jong-un alikuwa akiandaliwa kuwa mrithi wa baba yake Kim Jong-il. Basi na miaka michache baadaye, Ko Yong-sak akapewa jukumu la kumsindikiza Kim Jong-un ampeleke Uswizi kwa masomo katika shule moja ya kibinafsi, yaani mlizozoea kuziita shule za private za kitajiri. Kim Jong-un alipelekwa kwa siri katika nchi ya Uswizi akiwa mdogo. Huko alikwenda kusoma katika shule iliyoitwa Ben International School. Mkuu wa shule alimtambulisha darasani kwa jina la Park-un na kwamba alikuwa ni mtoto wa mwanadiplomasia wa Korea ya Kaskazini. Walifanya hivyo kutunza utambulisho wake halali, ikiwa ni sababu za kiusalama. Lakini akiwa shuleni, Kim Jong-un akawa anafaulu zaidi katika masomo ya muziki na anafeli katika masomo ya hesabu na sayansi. Wakati huo shangazi wa Kim Jong-un, yaani Bi Ko Yong-sak, anasimulia tabia za mpwa wake ya kwamba utotoni Kim Jong-un alikuwa ni kijana mwepesi wa kukasirika na pia alikuwa ni mwenye tabia ya kiburi. Bi Ko alikaririwa akisema Kim Jong-un hakuwa mzua fujo, lakini alikuwa mwepesi wa kukasirika na hakuwa na subira. Mama yake alipojaribu kumshutumu kwa kucheza sana na kutoangazia masomo vya kutosha, hakuwa anajibu, lakini badala yake alikuwa akiamua kususa chakula. Hadithi nyingine ya Kim Jong-un tunaipata toka kwa mzee mmoja aliyekuwa mpishi wa baba yao. Hapo zamani, miaka kadhaa iliyopita,
mtu wa kwanza kubashiri kuhusu kuanza kwa ukuu wa Kim Jong-un. Alikuwa ni mpishi wa sushi ya Kijapani, kwa jina la kubandikwa walimuita Kenji Fujimoto. Miaka ya 1990, Fujimoto alipata bahati ya kuwa mpishi wa familia ya Kim Jong-il, mtawala wa Korea Kaskazini kwa wakati huo, ambaye ndiye baba yake Kim Jong-un. Mzee Fujimoto alikuwa akimpikia Kim Jong-il chakula cha Kijapani, na anadai ya kwamba kwa wakati huo alitumia muda mwingi kuweza kucheza na Kim Jong-un. Mwaka wa 2001 Fujimoto alirejea katika nchi ya Japan, na huko akachapisha kitabu kuhusu aliyoyaona katika maisha ya awali ya Kim Jong-un. Kwenye kitabu hicho, mzee Fujimoto anaelezea alivyokutana mara ya kwanza na Kim Jong-un na kaka yake mkubwa aitwaye Kim Jong-chol. Fujimoto anasema, mara ya kwanza nilipokutana na wana wafalme hao wawili, walikuwa wote wawili wamevalia mavazi ya kijeshi. Waliwasalimia wahudumu wengine, lakini walipofika kwangu, mwanamfalme Kim Jong-un aliniangalia kwa macho makali. Ni kama alitaka kuniambia, sisi wa Korea tunawachukia sana nyinyi wa Japani. Sitasahau kamwe alivyoniangalia kwa macho yake. Na hapo alikuwa na miaka 7 tu, lakini macho yake yalinichachafya. Hayo ni maneno ya mzee Fujimoto. Na katika kitabu chake cha pili, mzee Fujimoto alichokiandika mwaka wa 2003, aliandika akisema, Kim Jong-chol ambaye ni kaka yake Kim Jong-un alichukuliwa na wengi kama mrithi mtarajiwa wa baba yao, lakini baba yao ambaye ni mzee Kim Jong-il alizoea kusema ya kwamba mwanawe mkubwa wa kiume Kim Jong-chol si mzuri hata kidogo kwa utawala. Alidai ya kwamba alikuwa na tabia zifananazo na msichana. Mzee huyo Kim Jong-il akampendelea zaidi aliyekuwa mwanawe wa pili wa kiume, ambaye sasa ndiye huyu Kim Jong-un, na akasema kwamba Kim Jong-un kwa kiwango kikubwa ni kama baba yake, yaani amefanana naye yeye mwenyewe, wamefanana mpaka miili yao. Kipindi hiki huyu mzee mpishi Fujimoto anaandika hiki kitabu kumhusu Kim Jong-un. Bado hata Kim Jong-un alikuwa hajayapata madaraka, naye kwenye kitabu hiki akatabiri kuwa japo Kim Jong-un ana kaka zake, lakini yeye ndiye atakayerithi utawala wa baba yake. Utabiri wake ulikuwa ni wa ufasaha wa ajabu. Wakati huo Kim Jong-un hakuwa ametambulishwa hata kwa watu wa Korea Kaskazini. Walikuwa hawamfahamu, walikuwa hawamuoni akiambatana na baba yake, ikiashiria dalili ya kuandaliwa kwa mtawala anayefuata. The Storybook. Miaka ikaenda. Siku moja ya baridi kali katika mji wa Pyongyang, ilikuwa ni Desemba 28 mwaka wa 2011. Theluji, yaani barafu, ilikuwa inaanguka kwa wingi kwenye gari la kifahari aina ya Lincoln Continental la rangi nyeusi lililokuwa likipita katika barabara za mji wa Pyongyang. Juu ya gari hilo kulikuwa na shada la maua meupe, na juu yake kukawa na jeneza lililobeba maiti ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini, Kim Jong-il, yaani baba yao na kina Kim Jong-un. Maelfu ya watu waliokuwa wamevalia mavazi meusi ya kuomboleza walijaa kando ya barabara. Walidhibitiwa na wanajeshi, huku wakilia sana, wengine wakijipiga vifua na kuita baba, baba. Mwanawe kiongozi huyo, ambaye pia akaja kuwa ndio mrithi wake, yaani Kim Jong-un, alitembea kando ya gari hilo. Kim Jong-un alikuwa na umri wa miaka 27 tu, na alionekana kuzidiwa na majonzi akitembea kando ya gari lililobeba mwili wa baba yake, Kim Jong-il. Kim Jong-un alitokwa na machozi mara kadhaa wakati wa ibada hiyo ya mazishi. Nyuma ya Kim Jong-un alitembea mjomba wake aliyekuwa akiitwa Chang Song-taek, ambaye alichukuliwa kuwa mtu wa pili kwa mamlaka katika nchi ya Korea Kaskazini kwa wakati huo. Upande mwingine wa gari walitembea wakuu wa majeshi. Mmoja aliitwa Ri Yong-hona, na pia akawepo waziri wa ulinzi aliyekuwa akiitwa Kim Yong-chan. Hawa walikuwa wazee ambao kwa mamlaka walizozishika iliaminika basi wangedhibiti madaraka ya nchi ya Korea ya Kaskazini. Hivyo ndivyo walivyodhani watu wengi. Lakini ni kujuze kwamba miaka ya 1950 babu yake Kim Jong-un aliyekuwa akiitwa Kim Il-sung
alikuwa ameanzisha mpangilio wa utawala wa kurithiwa na familia moja, yaani kama yafanyavyo mataifa yanayoongozwa kifalme. Anapokufa baba, mtoto wake ndiye atarithi madaraka, na atakapokufa huyu mtoto, basi mjukuu atarithi madaraka. Kwa hivyo huyu mzee Kim Il Sung akaanzisha utawala huo, na kwa karibu miaka miwili Kim Il Sung alimlea na kumwandaa mwanaye wa kwanza wa kiume aliyekuwa akiitwa Kim Jong Il kuwa mrithi wake. Kila alikokwenda mwanawe huyo alikuwa karibu naye. Kwa hiyo hapa babu yake Kim Jong Un alianzisha utawala wa mfumo wa kifalme. Atakapokufa yeye, mwanawe arithi madaraka yake, na hivyo ndivyo ilivyokuja kuwa. Mwaka wa 1994 Kim Il Sung alifariki, na hivyo Kim Jong Il mara moja akachukua mamlaka. Naye Kim Jong Il akatawala mpaka mwaka wa 2011 alipofariki, na hapo mamlaka ikafaa iende kwa mtoto wake mkubwa, lakini mamlaka ikaangukia mikononi mwa Kim Jong Un. Watu wengi hawakudhani na kutarajia Kim Jong Un angeashika madaraka, kwa sababu kwanza hakuwa mtoto mkubwa wa mzee Kim Jong Il, lakini kumbe baba yake alimwandaa mtoto huyu kuja kuwa mwanamfalme atakayerithi madaraka yake kama alivyotabiri mzee Fujimoto. Na za ndani kabisa zinasema ya kwamba katika kipindi cha miezi michache kabla ya kifo chake, mzee Kim Jong Il aliwatimua wakuu wa majeshi na waziri wa ulinzi, ama aliwapunguza kasi na kuwang'oa meno, uamuzi aliofanya ili kutengeneza njia ya madaraka kuangukia kwa aliyemlenga kuwa mrithi wake. The Storybook. Desemba ya mwaka wa 2013, Kim Jong Un akafanya surprise ya kwanza, akiwa hatarajiwi kuwa mrithi wa ufalme wa baba yake ama utawala wa baba yake. Kim Jong Un alikuwa na mjomba wake aitwaye Chang Song-tek. Alimkamata kutoka kwenye mkutano wa chama, kisha akatuhumiwa kwa kesi ya uhaini na hukumu yake akauawa. Taarifa zinasema ya kwamba aliuawa kwa kupigwa na kombora la kutungulia ndege. Kati ya mwaka 2012 na mwaka wa 2016, Kim alitekeleza operation kubwa zaidi ya kuwaondoa wasaliti serikalini, ambayo haijawahi kutokea kushuhudiwa katika nchi ya Korea Kaskazini tangu enzi za babu yake. Taasisi ya Taifa ya Mikakati ya Usalama ya Korea Kusini inasema maafisa wakuu wa jeshi na serikali takriban 140 waliuawa kwa wakati huo. Wengine 200 waliondolewa kwenye nyadhifa zao na wakafungwa jela. Kim Jong Un aliondoa karibu kila mtu aliyejaribu kuwa kikwazo katika kurithi kwake madaraka. Nafasi ya watu waaminifu zaidi kwake aliiweka katika kundi la vijana walioongozwa na dada yake aitwaye Kim Yo Jong. Februari 12 mwaka wa 2017, kundi la marafiki kadhaa walikutana katika mgahawa mmoja ulioko katika nchi ya Malaysia, mji wa Kuala Lumpur. Walikuwa wamekusanyika kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mwanamke wa asili ya Kiindonesia aitwaye Siti Asia. Asia akiwa kwenye sherehe yake ya kuzaliwa akawaambia marafiki zake ya kwamba alikuwa na habari za kusisimua, ya kwamba amepata kazi katika kipindi cha kuigiza uhalisia kwenye televisheni, yaani pranks. Pranks ni vile vipindi ambavyo waigizaji huchukuliwa na kisha wanakuja kukufanyia kituko fulani wakati wewe hujijui, huku kamera zikiwa zimetegeshwa zikirekodi, waone utafanya nini baada ya kufanyiwa vibweka. Basi siku iliyofuata baada ya sherehe hiyo ya kuzaliwa ya Asia katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur, Siti Asia alikuwa anamlenga mwanaume mmoja kumfanyia prank hayo mavibweka. Alikuwa mwanaume aliyevalia tisheti ya blue, nywele zake zilikuwa zinaanza kumwisha kichwani na alikuwa amevalia jacket sawa na ya wanamichezo. Mwanaume huyo alipokaribia sehemu ya abiria kuidhinishwa kuingia ndani ya uwanja wa ndege, yaani check-in, alimkimbilia na kumrushia kitu cha majimaji usoni mwake. Yule mwanaume akahamaki na kuuliza, "Unafanya nini?" alisema mwanaume huyo kwa Kiingereza kisicho sanifu. Asia akajibu, "Samahani,
kisha akakimbia. Mwanaume huyo mnene kiasi aliyekuwa amefanyiwa kituko hiko na Asia alianza kujihisi kuumwa. Uso wake ulikumbwa na muwasho na akaanza kupata shida ya kupumua. Dakika chache baadaye akajilaza katika kiti na hapo alipolala akapoteza fahamu. Maafisa wa uwanja wa ndege waliliita gari la kubeba wagonjwa. Gari hilo likaendeshwa mbio kuzitafuta hospitali. Mtu huyo aliyekuwa amemwagiwa maji na yule Asia, mapafu yake yakajawa maji na akafariki kwa kukosa hewa. Passport ya mwanaume huyo ilionyesha alikuwa ni mtoto wa balozi wa Korea Kaskazini na jina lake lilikuwa ni Kim Chul. Lakini ukweli ni kwamba marehemu alikuwa ni Kim Jong-nam, kaka wa kambo wa Kim Jong-un. Kim Jong-nam alikuwa ameuawa kwa sumu kali inayoathiri mfumo wa neva, sumu iitwayo VX. Tuhuma zikamwandama Kim Jong-un ya kwamba amemuua kaka yake huyo ili kulinda madaraka yake, ahakikishe yeye ndiye anarithi kiti cha utawala wa baba yao. Lakini Korea Kaskazini inakana kuhusika na nyama hizo za mauaji. Lakini linapoulizwa swali la lengo la mauaji hayo lilikuwa ni nini, ufafanuzi unaotoka husema kwamba baba yao, yani Kim Jong-il, alikuwa na maisha tata ya kimapenzi. Alikuwa na wake wawili rasmi na wapenzi wengine zaidi ya 3, yani hawara, ambao alizaa nao watoto 5. Kim Jong-nam alikuwa ni mtoto kutoka kwa mpenzi wake wa kwanza, Song Hye-rim. Kim Jong-un alikuwa ni mwanawe mdogo wa kiume kutoka kwa mpenzi wake wa pili aitwaye Ko Yong-hui, mwigizaji wa zamani wa Japan. Baba yao na kina Kim Jong-un aliweka siri kuhusu wapenzi wake na watoto wao. Waliishi kwenye majumba ya kifahari katika namna ya kujificha, mara nyingi bila hata ya hao ndugu kufahamiana. Ingawa walikuwa ni watoto wa baba mmoja, Kim Jong-nam na Kim Jong-un hawakuwahi kukutana hata mara moja. Basi kama mwana wa kwanza wa kiume, Kim Jong-nam alitazamwa na wengi kwa muda mrefu kama mrithi mtarajiwa wa Kim Jong-il. Lakini mwaka wa 2001 Kim Jong-nam alikamatwa akijaribu kuingia Japan kwa kutumia passport bandia. Alikuwa amepanga kwenda kuzuru mahala paitwapo Disneyland iliyoko katika mji wa Tokyo. Mwanamfalme huyo wa Korea Kaskazini alirekodiwa video akitembezwa kuelekea kwenye ndege na kufurumushwa. Kwa baba yake hilo likawa ni pigo la aibu mno na isingewezekana hata siku moja kumsamehe. Akamtoa maana kabisa. Hapo ikafanya aache hata kumfikiria katika kuurithi utawala wake. Kim Jong-nam akaondolewa kutoka kwenye warithi watarajiwa na kufukuzwa uhamishoni aende akaishi China. Hivyo ndivyo inavyodaiwa kuhusu asili ya madaraka ya Kim Jong-un. The Storybook. Baadhi ya wanahistoria wanasema kwamba kabla ya mwaka 2011 Kim Jong-il alikuwa akimwandaa mwanawe Kim Jong-un kuja kuwa mrithi wake. Baba yake alikuwa akiambatana naye wazi wazi kwenye ukaguzi wa gwaride la vikosi vya jeshi. Na pia baba yake akaitangaza nyumba aliyozaliwa Kim Jong-un kuwa miongoni mwa nyumba za makumbusho ya taifa la Korea Kaskazini. Na pia Kim Jong-un akaanza kutunukiwa vyeo vya uongozi katika chama, vyombo vya ulinzi na jeshi. Mfano, mwaka wa 2010 alitunukiwa cheo cha 4-star general. Kwa Kiswahili tuseme jenerali wa nyota 4. Hiki ni cheo kikubwa sana jeshini. Mara nyingi mwenye cheo hiki ndiye huwa mwenye cheo kikubwa zaidi kuliko wote. Na kwa maandalizi haya yote, basi baada tu ya kifo cha Kim Jong-il, vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vilimtangaza Jong-un kuwa mrithi wa baba yake. Kim Jong-un alipokuwa akikaribia kuyakamata madaraka, basi maswali na dhana mbalimbali zikazuka. Watu wakajiuliza ya kwamba, je, Kim Jong-un ni mtu wa aina gani? Je, yuko tayari kubeba jukumu zito la kuliongoza taifa la Korea Kaskazini? Na je, mahusiano yake ya kimataifa yatakuwaje? Yaani mahusiano yake na mataifa mengine, hasa mataifa ya magharibi ya wazungu, itakuwaje?
Na mpango wake aliourithi kuhusu nyuklia, je, atauendeleza vipi? Na je, wasomi na watu wengine wenye nguvu na ushawishi watampokea na kumtii kama kiongozi wao? Na je, kutazuka vuguvugu la kukosekana kwa amani katika Korea Kaskazini? Na wengine wengi wakajiuliza, je, hayatatokea mapinduzi ya kijeshi kumtoa madarakani Kim Jong-un muda mchache tu pindi atakaposhika madaraka? Basi utabiri ya kwamba Kim Jong-un utawala wake hautadumu ulitanda mno. Kwa maana kijana kinda wa miaka 27 tu, tena ambaye hana uzoefu na uongozi, atapinduliwa haraka na walio wakubwa kwake, hasa wenye uzoefu na siasa. Wakati Kim Jong-un anashika hatamu, takwimu zilikuwa zikionyesha taifa la Korea Kaskazini lilikuwa na uchumi uliodorora na lilikuwa kama kisiwa kilichojitenga na mataifa mengine ya dunia kutokana na siasa zake za kikomunisti. Na kwa hali hiyo taifa hilo likawa na wananchi maskini, hata kupata mlo kwao ikawa shida. Lakini wakati huo huo taifa hilo likijitutumua kwenye mpango wake wa nyuklia ulioaminika kutafuta heshima na nguvu kwa taifa hilo. Chini ya utawala wa Kim Jong-un, watu wakatabiri zaidi ya kwamba sasa taifa la Korea Kaskazini ndio litaanguka zaidi. Lakini utabiri huo umegonga mwamba. Hivi sasa Kim Jong-un anatajwa kuwa mmoja wa viongozi wa dunia ambaye amekuwa na mvuto wa hali ya juu, iwe kwa wanaompenda, wasiompenda na hata wanaotaka kumfahamu zaidi, tangu alipopata kuwa kiongozi wa nchi takriban muongo mmoja uliopita. Umaarufu wake umetokana zaidi na namna ambavyo amekuwa tishio kwa nchi za magharibi, hususan kutokana na tuhuma kwamba kiongozi huyu mwenye umri wa miaka 32 hivi sasa amekuwa akitengeneza silaha za nyuklia, na mara kadhaa ametishia kufyatua nyuklia yake kiasi dunia ikaogopa labda ndiyo itakuwa inafikia mwisho wake. Labda ni kukumbusha uongozi wa machachari wa huyu bwana na jinsi anavyowachachafya mataifa ya magharibi, hasa mahasimu wake wa Marekani. Mapema asubuhi ya Julai 4 mwaka wa 2017, satellite ya kijasusi ya Marekani iliyokuwa ikipaa juu ya anga ya Korea Kaskazini iligundua kulikuwa na shughuli zisizo za kawaida katika uwanja wa ndege wa kijeshi katika mkoa wa kaskazini wa Pyongan. Gari kubwa la kivita la kusafirisha na kurusha makombora TEL liliendeshwa katika eneo la uwanja wa ndege la mkoa huo. Lilikuwa limebeba kombora kubwa. Katika kipindi cha saa moja iliyofuata, maafisa wa kijasusi wa Marekani walitazama kombora hilo likiandaliwa na kujazwa mafuta tayari kwa kurushwa angani. Wakati wa operation hiyo waliweza kumuona mwanaume mmoja aliyekuwa akitembea hapa na pale bila ya haraka, mwendo wa polepole, huku akivuta sigara. Kisa hiki kilisimuliwa na Ankit Panda, mhariri wa jarida la The Diplomat. Anasema ya kwamba alifichuliwa na mdokezi ya kwamba mwanamume huyo aliyekuwa akivuta sigara alikuwa ni Kim Jong-un. Muda mfupi baada ya machweo, injini ya gari hilo iliunguruma na kombora likaelekezwa angani na kufyatuliwa. Kombora hilo lilipaa umbali wa karibu kilomita 3000 angani kabla ya kuanguka katika bahari ya nchi ya Japan. Kim Jong-un alikuwa na furaha isiyo kifani baada ya kufyatua kombora hilo. Picha zilizotolewa baadaye zilimuonyesha akitabasamu na kuwakumbatia maafisa wake wa jeshi. Serikali yake ilidai roketi hiyo ilikuwa ni kombora jipya lenye uwezo wa kupaa kutoka bara moja hadi bara lingine, likiwa na uwezo wa kufika katika nchi ya Marekani. Wakasema uzinduzi huo ulikuwa ni zawadi ya siku ya uhuru wa Marekani, Julai 4, zawadi iliyolengwa kupelekwa kwa Rais Donald Trump siku hiyo. The Storybook. Baada ya kuingia madarakani mwaka wa 2011, Kim Jong-un aliongeza kasi mradi wa silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Wakati wa miaka 16 ya utawala wa baba yake, Kim Jong-il alifanya majaribio mawili ya silaha za nyuklia na majaribio 16 ya makombora. Lakini katika miaka 6 ya kwanza ya utawala wa Kim Jong-un alifanya majaribio 4 ya silaha za nyuklia na majaribio 82 ya makombora ya masafa marefu.
Novemba 29 mwaka wa 2020, majaribio hayo yalishirikisha kuzinduliwa kwa kombora jipya kubwa kwa jina la Hwasong 15. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA lilisema kombora hilo lina uwezo wa kubeba kichwa kikubwa cha bomu la nyuklia, bomu ambalo lina uwezo wa kusafiri na kufikia maeneo yote ya nchi ya Marekani. Yaani popote pale litakapotumwa likaanguke katika uso wa taifa la Marekani, litafika bila ya wasiwasi. Ripoti hiyo ya KCNA ilisema kwamba Kim Jong-un alitangaza kwa fahari kubwa kwamba sasa tumetimiza ndoto yetu kuu ya kukamilisha kuwa na silaha kali za nyuklia na makombora. Wengi wa wachambuzi nje ya Marekani wanakubali ni kweli Kim Jong-un anaweza kuifikia Marekani kwa makombora yake na kuifanya kitu kibaya. Si propaganda tu na majigambo yasiyo na maana. Kim Jong-un ni mwamba miongoni mwa wababe wa dunia ya sasa. Na hivi juzi, June 18 mwaka 2021, Kim Jong-un amewapa salamu wa Marekani ya kuwa yuko tayari kwa vita nao. Kim Jong-un alikaririwa akisema, kama mwataka amani sawa, mkitaka vita basi pia niko tayari. Bwana Kim Jong-un aliyazungumza hayo kwenye mkutano wa viongozi wakuu wa kamati kuu ya chama cha wafanyakazi, ambacho ndio chama tawala cha nchi ya Korea ya Kaskazini. Korea Kaskazini imepuuzia juhudi za serikali ya Marekani kuanzisha mawasiliano ya kidiplomasia, hasa ukizingatia mapema mwezi April mwaka huu, Rais wa Marekani Bwana Joe Biden aliitaja Korea Kaskazini kama tishio kubwa kwa usalama wa ulimwengu na kusababisha jibu la hasira kutoka kwa Korea ya Kaskazini, ambayo ilisema taarifa hiyo ilidhihirisha dhamira ya Bwana Joe Biden. Ni wazi alilenga kuendelea kutekeleza sera za uhasama dhidi ya Korea Kaskazini. Yawezekana ni sawa kabisa kusema Marekani pamoja na ubabe wake wote, Kim Jong-un ndiye kidume anayeitoa jasho Marekani. The Storybook. Lakini kabla nimalize, wacha walau nigusie machache ya ziada upate kumfahamu vyema Kim Jong-un. Hapa nitakutajia facts mbalimbali za kudonyoa hapa na pale ili walau upate kufahamu wasifu wake. Moja, Kim Jong-un ni jenerali pekee duniani aliyepata cheo hicho bila ya uzoefu wa kijeshi. Ana nyota 4 begani mwake, 4-star general, na mapenzi yake makubwa katika silaha za kijeshi ni dhana za nyuklia. Kwa hivyo, wale wanaomchokonoa wafahamu ya kwamba Kim Jong-un anapofikiria vita, hafikirii chingine chochote isipokuwa vita ya nyuklia. Pili, yawezekana kuwa Kim Jong-un ndiye kiongozi mkubwa wa nchi mwenye umri mdogo zaidi duniani, japo haifahamiki kiuhalali kabisa ni lini hasa Kim Jong-un alizaliwa. Wapo wanaodai alizaliwa mwaka wa 1982, wengine wanasema alizaliwa mwaka wa 1983, na taarifa zingine zinadai ya kwamba alizaliwa mwaka wa 1984. Maisha ya utotoni ya Kim Jong-un yalikuwa ni ya vificho vikubwa. Tatu, ni kufahamishe, akiwa na miaka 27, Kim Jong-un alifanyiwa plastic surgery ili kuwa na muonekano sawa na babu yake Kim Il-sung. Hii ni kwa sababu wa Korea Kaskazini wengi hawakuwahi kumuona, ila siku walipomuona walimfananisha na hayati Kim Il-sung, na kwa hilo wakatokea kumpenda sana kwa kuwa alifanana na babu yake ambaye ndiye baba wa taifa la Korea ya Kaskazini. Na kwao huyo Kim Il-sung, baba wa taifa lao, wanamchukulia kuwa ni Mungu wao na wanaamini yupo nao hadi hii leo katika maisha yake ya nje ya uhai. 4. Kim Jong-un alimhukumu kifo kamanda msaidizi wa jeshi la wananchi kwa kosa la kuhudhuria msiba wa baba yake akiwa amelewa. Amri aliyoitoa ni kwamba anyongwe na usibaki hata unywele wake mmoja. 5. Kim Jong-un pia alitoa hukumu ya kifo kwa mjomba wake kwa kile kilichodaiwa kuwa kosa la ubadhilifu wa mali ya umma na harakati za kuipindua nchi. Huyu alivuliwa nguo na kutupwa katika banda la mbwa wakali waliomrarua na kumuua. 6. Mei 1 mwaka wa 2017, habari iliyokuwa kubwa duniani ilisomeka:
kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un awapa wananchi wake mitindo 28 tu ya kunyoa nywele zao, mitindo ambayo watu wanaruhusiwa kuchagua wanapotaka kunyoa mmoja kati ya huo. Katika mitindo hiyo, wanaume wanaweza kuchagua mtindo mmoja wa kunyoa kutoka katika mitindo 10 iliyowekwa maalumu kwa ajili yao, wakati wanawake watachagua mtindo mmoja wa nywele kati ya mitindo 18 iliyowekwa kwa ajili yao. Mbali na listi hiyo, ikasemwa hakuna mtu anayeruhusiwa kunyoa kama kiongozi wao, yaani mtindo wa nywele wa kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un haupo katika orodha ya ile mitindo 28. Hivyo hakuna aliyekuwa anaruhusiwa kunyoa kama yeye. Watu wazima wanaruhusiwa kukuza nywele zao hadi kufikia urefu wa inchi 3, lakini watu wengine walipaswa kunyoa kutozidisha nywele zao zaidi ya inchi 2, huku wanawake walioolewa wakiambiwa wafupishe nywele zao. Na uvunjaji wa kanuni hii ungeweza kufanya mtu kukamatwa na kushughulikiwa vikali kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Lakini baadaye, miaka ya hivi karibuni, habari zinasema kwamba Kim Jong-un yeye mwenyewe hata lile panki lake hujinyoa mwenyewe, hana kinyozi yoyote. Na inasemwa anafanya hivyo kwa kile anachokiita sababu za kiusalama, na anasema hawaamini vinyozi wote duniani. Na tena wanafunzi wa vyuo vikuu wa nchi ya Korea Kaskazini hivi sasa wanashauriwa kuiga mtindo huo wa unyoaji wa nywele zake. Lakini pia Mei 28 mwaka wa 2021, serikali ya Korea ya Kaskazini chini ya Kim Jong-un ilipiga marufuku watu kuvaa suruali za kubana, wenyewe wanaita skin jeans, na pia ikasema marufuku kutoboa masikio au kutoboa pua au maeneo mengine ya mwili, na pia marufuku kunyoa kiduku kwa kupunguza nywele pembeni na kuziacha kubwa hapo katikati. Yalifanyika makatazo hayo kwa kile wanachosema ni lengo la kuzuia tamaduni za magharibi kujipenyeza katika nchi yao. Namba 7 ni kufahamisha ya kwamba vituko ni maisha ya kawaida kwa Kim Jong-un. Eti inakadiriwa tangu aingie madarakani ameongezeka uzito kwa kilo zisizopungua 30. Wanasema Kim Jong-un anapenda sana kula. Tena anapendelea sana kula pizza yenye jibini kavu ndani au mikate yenye nyama ndani, yaani pies na burger, na pia nyama zenye mafuta mengi. Na pia Kim Jong-un anafahamika kwa kupenda vyakula vya ajabu vya baharini. Anapendelea zaidi kula samaki wa bahari ndogo ya Kaspi. Ni samaki weusi ambao wanauzwa kwa bei ghali kutoka bahari ya Kaspi. Inasemekana samaki wa aina hii ni miongoni mwa viumbe wanaotoweka duniani kutokana na uchache wao. Lakini pia Kim Jong-un ni mpenzi wa kunywa bakuli kubwa la supu ya papa kila siku. Kim Jong-un anapenda maisha ya raha na kujivinjari kwa glasi ya mvinyo, tena mvinyo wa Ufaransa, na wakati mmoja aliwahi kujigamba ya kwamba anaweza kunywa chupa 10 za mvinyo wa bei ghali kutoka Ufaransa. Hiyo ni kwa usiku mmoja tu. Namba 8, Kim Jong-un na ubabe wake wote, maisha yake yamejaa wasiwasi na anaishi katika tahadhari kama nyoka. Taarifa zinazotolewa na vyombo mbalimbali vya habari ndani na nje ya taifa la Korea Kaskazini zinasema ya kuwa kiongozi huyo anaishi katika nyumba 15 tofauti ambazo anakaa kwa kuhama, kudanadana hapa pale kila siku. Ni wapi yanapatikana hayo majumba yake 15 pia ni siri kubwa, siri inayotunzwa na serikali ya Korea Kaskazini, na picha chache tu ndiyo zimewahi kuvuja zikionyesha makazi yake, tena sehemu chache tu za makazi hayo. The Storybook. Uko msemo usemao mhadithiaji akiwa ni mmoja, story huwa haikamiliki. Hadithi ya maisha ya Kim Jong-un imeshadadiwa sana kusimuliwa na vyombo vya habari vya mataifa ya magharibi. Mataifa yenye upinzani na taifa la Korea Kaskazini, ama tuseme utawala wa Korea ya Kaskazini. Yawezekana kati ya 100 unayoyasikia kuhusu yeye kama yametoka midomoni mwa mabeberu wa kizungu, basi 2 tu ndio yakawa ya kweli. Lakini kilicho kikubwa na cha msingi, Kim Jong-un ni miongoni
mwa viongozi ambao wamesimama imara katika namna ya kulinda maslahi ya taifa lao. Mengine yawezekana yakawa ni propaganda kati ya haya mlioyasikia, mengine yakawa ya ukweli. Lakini nguvu ya elimu ina umuhimu pale elimu ikitumika. Kwa hivyo elimu iliyoko kichwani mwako itumie katika kutafuta maarifa ya ziada kumfahamu Kim Jong-un. Yawezekana kukawa na mengi ya kujifunza kutoka kwake. Yoyote kati ya mwanadamu unayemuona anatajwa kwa umaarufu, kwa umashuhuri na kufuatiliwa, basi liko jambo la msingi la kujifunza kutoka katika maisha yake. Ukitaka kuruhusu ujifunze vyote katika maisha kupitia maisha yako wewe mwenyewe, basi utakufa kesho. Wanasema hivyo. Jina langu Jamal Mustafa Jamal April Professor. The Storybook. Oh yeah! Dress to impress. Chapa suti ikazie na tai. Iwe ya kike au ya kiume. Office suits, wedding suits na zile za swag, yani casual suits. Sasa basi, duka pekee la suti kali ni Suti Fashion. Kwa sasa wanapatikana Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Narung'ombe, ama unaweza kuwacheki kupitia WhatsApp namba 0756034313 au 0222182557. Better look classic, smart and fabulous. Only gentlemen ndio huvaa vitu original, and I mean only original. Kwa viatu bora na original vya kila aina, whether ni mocha, ni rubber, ni sandals, aina yoyote ile, zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu, Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo, karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu au kawacheki WhatsApp kupitia namba 0718209487. Now if you are a real gentleman, basi usivae mdosho, vaa original. Hii ni tip muhimu kwa wanaume na wanawake. Pendeza na ongeza thamani yako kwa kuvaa saa kali na sio feki kutoka Arif Quality. Tembelea ukurasa wao wa Instagram @arifquality_ au kwa mawasiliano 0758000555, na kwa wepesi zaidi fika dukani kwao pale Palm Village Mikocheni au Dar Fish Market.